Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muktasari wake. Mwanasheria aeleza haki ya kudai fidia endapo utakutana na kesi ya kubandikizwa ya msingi. Na fidia unazoweza kudai ni zile fidia za jumla za mateso, kwa sababu kipindi hicho ulichokaa chote ni kuteseka, hukuwa huru kutoka kufanya mambo yako na shughuli zingine. Kwa hiyo unaweza kulalamika. Makamu wa Rais aagiza utafiti wa changamoto za wakulima wa miti. Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi ya utafiti wa misitu, taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania TAFORI, inatakiwa kufanya tafiti zitakazojibu changamoto mbalimbali ambazo wakulima wa miti wanakabiliana nazo. Wakimbizi Burundi warejea nyumbani washukuru Tanzania kwa hifadhi. Serikali ya Tanzania walituhifadhi, walitupokea vizuri. Mimi nitaishi vizuri kwa sababu nitakuwa niko nchini kwetu. Sawa, mkataba. Ni matumaini yangu buheri wa afya kabisa popote pale unapotutazama, mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Nikukaribishe tu tuweze kuwa sote kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka tamati. Tukianzia katika mkoa wa Iringa ambapo kufuatia tukio la kijana Nikodem Sanga, mkazi wa kijiji cha Kihanga wilaya ya Iringa, aliachiliwa huru siku ya jana baada ya kukutwa hana hatia kwa kesi ya tuhuma za ubakaji zilizokuwa zikimkabili. Mwanasheria Baraka Kimata ameelezea haki za mtu kudai fidia endapo atakutana na kesi isiyo ya halali. Akizungumza na Matukio Media kupitia kipindi cha Tanzania Leo, Kimata amesema mtu aliyekuwa akikabiliwa na kesi isiyo na ushahidi anaweza kudai fidia kwa mujibu wa sheria na kuchukua hatua ya kufungua kesi kama madai yaliyokuwa na lengo baya juu yake. Misingi ya haki na nyuma yake kulikuwa na nia mbaya, au wakati mwingine pengine inawezekana watu wameamua tu kukusingizia, basi msingi niliojenga hapo kwamba kuachiliwa hakumaanishi moja kwa moja wanaweza kudai fidia, kwa sababu kinyume chake inawezekana ni ushahidi tu umekosekana. Kwa hiyo umejiridhisha na hayo mambo, unaweza kufungua kesi kama nilivyosema, kuweza kulalamikia ukamataji kwamba hakuzingatia mambo ya msingi. Na fidia unazoweza kudai ni zile fidia za jumla za mateso, kwa sababu kipindi hicho ulichokaa chote ni kuteseka, hukuwa huru kutoka kufanya mambo yako na shughuli zingine. Kwa hiyo unaweza kulalamika ukaweza kudai fidia za jumla. Lakini vingine unaweza kudai fidia ya hasara, kwamba umekaa huko ndani umepoteza muda, ulipaswa kuwa unafanya biashara zako zimesimama, au ulikuwa umeajiriwa mahali unafanya kazi imepotea kwa sababu ya wewe kukamatwa na kuwekwa ndani. Lakini hiyo ni ile ya kwamba mtu amekufungulia amekukamata kwa nia mbaya. Lakini nyingine unaweza kufungua kwa ajili ya ukamataji ambao haukubaliki, kukamatwa kusikokuwa na sababu, au kuwekwa mahabusu kinyume cha sheria, au kuvuka muda. Mtu anatakiwa akae pale mahabusu masaa 24 katika hali ya kawaida sheria inavyotaka, labda kuwe na sababu zingine za msingi ambazo pia zinapaswa zielezwe na ziwekwe wazi. Kwa hiyo mtu amekuweka mahabusu kwa muda mrefu, naweza kufungua pia kesi ya kuweza kudai fidia kwamba hakuweza kukufikisha mahakamani. Kutoka huko mkoani Iringa na sasa tuelekee kule mkoani Lindi ambapo makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ameielekeza Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania kufanya tafiti zitakazosaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wakulima wa miti hususan katika misitu ya asili. Daktari Nchimbi ametoa maelekezo hayo wakati akifungua maadhimisho ya siku ya misitu duniani pamoja na kampeni ya kitaifa ya upandaji miti iliyofanyika katika manispaa ya Lindi mkoani Lindi. Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi ya utafiti wa misitu, taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania TAFORI, inatakiwa kufanya tafiti zitakazojibu changamoto mbalimbali ambazo wakulima wa miti wanakabiliana nazo, zile zinazojitokeza kwenye misitu yetu ya asili. Aidha, tafiti hizo zijumuishe zile zinazohusu miti inayofaa kwa maeneo ya mkoa wa Lindi na mikoa mingine nchini, ikiwa ni pamoja na miti dawa. Aidha, na utaka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kuanzisha vitalu vya miche ya miti vya kutosha katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo miti ya asili inayopandwa katika maeneo mbalimbali. Kama ambavyo imekuwa desturi, mwaka huu pia tunaadhimisha siku hii sambamba na kampeni ya upandaji miti. Kama unavyofahamu,
Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianzisha kampeni ya kupanda miti iitwayo kama 27 ya kijani. Kampeni hii imekuwa kichocheo kikubwa na imeongeza hamasa kwa Watanzania kushiriki katika kupanda na kutunza miti kwenye maeneo yao. Hatua hiyo imetusukuma sisi, na sisi tunaweka ahadi mbele yako kwamba tutaendelea kuzalisha miche ya miti mingi, miti ya aina mbalimbali, ili tuwagawie wananchi wetu na waendelee kuipanda kwenye maeneo yao. Kutokana na umuhimu wa mikoko katika ekolojia ya bahari na mazingira, uhifadhi wake unaendelea kuratibiwa vizuri. Eneo la mikoko lililohifadhiwa lina ukubwa wa zaidi ya hekta 27,660 zilizoko kwenye wilaya ya Lindi na Kilwa ambazo ndizo wilaya zinazopakana na bahari. Wakala wa huduma za misitu na halmashauri wameweka utaratibu wa kupanda hekta 13 kila mwaka. Kupitia mradi wa Bengo Sustainable Use of Mangrove tayari zimepandwa hekta 33 sawa na miche 52,800, lakini na NORAD nao wamepanda hekta 30 kwenye vijiji vya Marendego na Somanga. Swala la kuhamasisha matumizi ya mazao ya misitu kwa kutengeneza furniture na ujenzi zaidi ya mninga na mkongo. Wananchi au jamii imezoea kwamba tuna mninga na mkongo tu kwa ajili ya furniture na ujenzi, lakini hapa tutajifunza miti mingine zaidi ya mninga na mkongo ambayo ina kazi ile ile sawasawa na inafanya kazi inazalisha thamani bora sawa na mninga na mkongo. Kwa hiyo wakija hapa wataona, wataweza kujifunza jinsi inavyofanya kazi. Ukienda kuichambua kwa ndani ina sifa sawa na mkongo na mninga ambayo wananchi wamekazania kuimaliza. Sasa tunafanya hivyo ili kupunguza matumizi zaidi yanayokithiri yanayopelekea kupotea kwa haya mazao tuliyojua ya mninga na mkongo. Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha zimewatia hofu kubwa wakazi wa Kitasengwa, kata ya Isakalilo, manispaa ya Iringa. Wakizungumza na Matukio Daima Media, wakazi hao wamesema kwa sasa hali ya miundombinu ya barabara ni mbaya zaidi na nyumba zao zipo hatarini kuporomoka kutokana na hali ya mvua inayoendelea kunyesha mkoani humo. Na mtazamaji wa Matukio Daima, hii ni kata ya Isakalilo na hili ni eneo la Kitasengwa, manispaa ya Iringa. Matukio Daima tupo huku kuweza kuangazia ubovu wa miundombinu ambao umesababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Naam, nimefika katika mtaa huu, mtaa wa Kitasengwa, na hii ni barabara ya Mkwele, na barabara hii imekuwa ikiunganisha wakazi wa mitaa hii miwili hapa Kitasengwa, lakini hali ndio kama hii ambayo unaiona. Ni korongo kubwa ambalo huwezi ukavuka hata na bodaboda katika eneo hili. Ni barabara imeathiriwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo hili. Wananchi wanafanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha kuwa barabara inapitika kwa kuweka viroba vya mchanga, lakini pia kuweza kudhibiti nyufa ambazo zinaweza zikaathiri nyumba zao. Na nimezungumza na wananchi wa eneo hili, nao wanaeleza kuhusiana na changamoto hii. Hawa hapa ni wananchi wa eneo hili la Kitasengwa, manispaa ya Iringa. Naitwa William Guido Masangula. Sehemu ambazo barabara mbovu ni barabara mpya na ni Mlimani City ambapo ni jirani na opposite na Bagule hapo. Sehemu nyingine mbovu tena kabisa kama unavyoona hivi, maji hapa yanaingia chini au kuna makazi ya watu. Sababu ya hiyo misingi imezibwa, na maana itakuwa ichimbwe misingi maji yapite, sasa yanashindwa kwa kwenda, yanalenga yanahama na hamia upande wa pili. Wiki 2-3 zilizopita tulichimba msingi wananchi hapo kujitolea, na barabara mpya tukachimba naye tukatengeneza maji yakapita, lakini bado tukashindwa. Simu wa mwai mtoto akaniambia njia huko haipitiki, ni kutoka kwa Kilosa kupandisha hivi. Bahati nzuri na mimi kuwahi, akaniambia toka kazini haraka, napita hapa barabarani
Ndo nauliza wamama wa majirani hapa, akaniambia mtoto amevaaje? Nikamwambia kaptura ya blue, sweta ya blue na begi la blue. Ndo kuanza kushuka chini huku haraka. Bahati nzuri nakimbia naita mwanangu Jaideni, ndo kusimama, akasikia sauti ya mimi mama yake, akasimama, ndo nikamwambia arudi haraka maana hata mwenyewe nilikuwa naogopa kuvuka. Ni ngambo huku chini. Naomba tu serikali itusaidie ipite, yani ipite hata huku kwenye barabara za katikati ya nyumba humu, waangalie jinsi changamoto tunazipata maana maji ni mengi, ni hatari kwa watoto hasa. Yaani hata mtu mzima tu anaweza kusombwa na yale maji. Tumeshtushwa sana kwa sababu ni ghafla, na hili korongo ni miaka mingi limekuwa likitusumbua, lakini mwaka huu ndo limezidi zaidi kwa sababu maji mengi yanayotoka huko juu yanasababisha hapa barabarani kuchimbika. Kwa hiyo kama unavyoona hapa pamechimbika, pameharibika namna hii. Tunaomba msaada serikali, kwa kweli tuangalie kwa jicho la pekee ili angalau familia zetu ziendelee kuishi kwa amani, lakini pia sisi kama wakazi wa hapa tuendelee kutumia hii barabara kwa sababu hii barabara ndio inayotuunganisha mtaa na mtaa. Kwa hiyo ilivyoharibika hivi, mawasiliano ya upande wa kwanza na wa pili hayapo tena. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali itusaidie kwa sababu nasi tumejaribu kufanya jitihada, lakini inaonekana kazi hapa ni kubwa. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali itusaidie ili barabara hii iendelee kupitika na shughuli za kiuchumi ziendelee. Kwa kweli sio nzuri. Naomba angalau watupigie hata kokoto tu ya barabara, ingekuwa afadhali kidogo. Ila kwa baadaye waweke lami kwa sababu tuko mjini. Sasa hali yenyewe inakwenda, mitaro hamna, barabara ni mbovu kwa kweli. Ila kuna siku moja nani, afadhali hata hivi diwani wetu ametukumbuka kidogo kufanya nani, kufanya barabara ya mtaa, kutengeneza kidogo, ameita greda, lakini hali sio nzuri. Naam, ndiyo hali halisi hiyo ambayo wananchi wanaizungumzia ya eneo hili, na shabaha yao kubwa ni serikali kuweza kufika katika eneo hili ili kuweza kuangalia namna gani wanaweza kukabiliana na athari hizi kubwa za mvua, hasa katika kipindi hiki ambacho mvua bado zinaendelea kunyesha. Kutoka hapa Kitasengwa, manispaa ya Iringa, mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Na kutoka huko Lindi sasa tuelekee kule mkoani Songea ambapo wananchi 34 wa mtaa wa Mwanamunga uliopo manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wamelalamikia kudhulumiwa ardhi yao yenye ukubwa wa ekari 74 wakidai kuwa imetwaliwa na mwekezaji kinyume cha taratibu. Wananchi hao wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro huo, wakieleza kuwa tayari waziri wa ardhi pamoja na mkuu wa mkoa wa Ruvuma walitoa agizo la kufuatwa kwa hati ya umiliki iliyotolewa kwa mwekezaji huyo, lakini hadi sasa agizo hilo halijatekelezwa. Sema basi naomba mimi ni mwekezaji, nataka nijenge shule ya michezo kwa ajili ya maendeleo ya Mwanamunga. Mwenyekiti akatuita kama wananchi. Alipotuika tulipokuwa tumekaa, alipozungumza akasema bwana, serikali kama inataka kuleta maendeleo hatuwezi kukataza. Tumekubali. Aje tuelewane. Isa yetu atupe. Sisi tumpe sahihi ya kuendelea kazi kwa sababu shule ni padi yetu sisi. Tumekaa mwezi umepita, hakuna majibu. Akatuita tena mwenyekiti, akaweka mkutano tena wa hadhara. Akasema jamani, yule bwana ni tapeli. Atuambie hivi, yule bwana aliyekuja kwetu sisi ni tapeli. Hana mpango wowote wa kujenga shule. Tukasema sawa. Tunaendelea kufanya kazi, hakuna wasiwasi. Tumefanya kazi. Tunaona tu siku hiyo mimi napigiwa simu. Bwana njoo huku. Akasema jamani, mimi nimewaiteni. Mimi eneo langu nilienda manispaa, waje wanipimie. Niweke mawe hakimiliki. Manispaa wamesema hivi, katika mchoro tunaoangalia huko, eneo lako wewe na maeneo mengine karibu heka 70 na hizi zimekabidhiwa, amenunua mtu. Mimi nikashituka, mimi kina Kamba. Amenunua mtu heka zote hizi, mtu gani? Mbona sisi hatuna habari?
Na mtu amepita, amezunguka, amemilikishwa ile ardhi. Sasa sisi tunadai haki yetu, ardhi irudi mikononi mwetu. Tumechukua hatua kadhaa, mazungumzo, tumezungumza na ofisi ya mkurugenzi manispaa, lakini hatukufika mahali pazuri. Tumezungumza kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa aliamuru ile hati ifutwe, lakini kamishna amechelewa kuifuta mpaka hivi sasa. Lile eneo tunadai watu 34, lina jumla ya eka 74. Nilichogundua baada ya kuwasikiliza wale wananchi, inaonekana taratibu za ardhi kama zilikiukwa, kwa sababu wananchi wale hawakushirikishwa upande wa mikutano kwa maana ya kulipwa fidia. Kwa sababu sheria inasema unapotoa ardhi yoyote, iwe taasisi awe mtu binafsi, lazima akae na wale wenye wamiliki wa mwanzo wa maeneo hayo, jambo ambalo huku nyuma halikufanyika. Kwa hiyo wale wananchi nikaona kama hawajui sasa wafanye nini. Kwa hiyo kama kiongozi wao itabidi niungane nao kwa maana ya kuwasaidia kwamba namna gani wanapata haki yao. Mimi niwahakikishie, mwiba unapoingilia ndipo hutokea. Jambo hili limekwenda kisheria, na ni kweli hati ile ni ya kisheria. Kwa hiyo tutalipindua kwa njia ile ya kisheria. Hata kama ina kusikiliza haipendezi, jambo hili kulisikiliza linaokera hivi. Na hata mimi mmeona hapa kidogo jaziba imepanda kwamba sasa nani wametufikisha hapa, na mimi nataka tuwapate nani waliotufikisha hapa. Kama wametangulia mbele za haki, hiyo sawa, tutakutana nao siku moja kwa Mwenyezi Mungu, tutawaambia. Lakini Mwenyezi Mungu hawa kweli walituzingua sana pale manispaa Songea, tutasema hiyo. Ila kama wako hai lazima waitwe hapa. Na sasa tuelekee katika mkoa wa Kigoma ambapo maelfu ya raia wa Burundi waliokuwa wakiishi katika kambi za wakimbizi za Nduta Refugee Camp wilayani Kibondo na Nyarugusu mkoani Kigoma wameendelea kurejea nchini kwao, wakieleza shukrani zao kwa serikali ya Tanzania kwa kuwapatia makazi na huduma muhimu walizokuwa wakizipata wakati wa ukimbizi. Wakizungumza wakati wa zoezi hilo, wakimbizi hao wameeleza furaha yao ya kurejea nyumbani ili kushiriki katika shughuli za ujenzi wa taifa. Furaha kurudi nyumbani kwa sababu tuna miaka mingi kukaa huku. Sisi tunajisikia vizuri, yani tunashukuru sana serikali ya Tanzania, walituhifadhi, walitupokea vizuri. Mimi nitaishi vizuri kwa sababu nitakuwa niko nchini kwetu. Sawa. Mkata kwao kwa sababu ni mtumwa. Kishaangalia huku shule zilishafungwa. Hospitali zote zilifungwa. Hakuna huduma. Ni kukaa na familia, tukajadiliana kuhusu kurejea nyumbani, kwa sababu kuishi kambini hakuna maendeleo ya watoto. Kurudi kwetu ni sifa kubwa sana, kwa kutokiitwa kwamba wewe ni mkimbizi. Ukimbizini sio vizuri. Anatamani kabisa na kusikia kabisa nimefika kwetu kule, na masomo endelee na mambo yaendelee vizuri bila hofu ya ukimbizi. Akizungumzia zoezi hilo, mratibu msaidizi wa idara ya huduma kwa wakimbizi kanda ya Magharibi Novatus Panda amekanusha taarifa zinazosambaa kuwa wakimbizi hao wamelazimishwa kurejea makwao au kunyimwa chakula. Yapo yanayozungumzwa kuhusiana na kwamba wakimbizi wamekuwa hawapati huduma ya chakula. Hii sio kweli, kwa sababu WFP ndio wanaotoa huduma ya chakula kambini, na wala hawajasitisha huduma hiyo. Serikali imetoa ruhusa wao, mtu anapojiandikisha na kutaka kurejea anaweza kuvunja nyumba yake akachukua material ya ile nyumba ili amsaidie kwenda kujenga nyumba Burundi. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kule Kigoma inatupa wasaa kuelekea moja kwa moja katika viunga vya michezo ambapo mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara klabu ya Yanga wanategemea kucheza mchezo wao wa ligi kuu bara hapo kesho majira ya saa 10 jioni jijini Dodoma dhidi ya wenyeji Mtibwa Sugar. Kuelekea mchezo huu, mwenzetu Frank Vigula amezungumza na mchambuzi Clay Utwa kuhusu maendeleo ya ushindani uliopo hadi sasa katika mbio hizi za ubingwa. Kuja kumtoa kiurahisi kwa sababu
ya namna ya ubora wa vikosi vyake alivyonavyo, lakini pia kuna muda ukiangalia hata grade ya wachezaji za hizi timu kubwa na hizi timu za daraja ya kati, kuna gap kubwa sana. Yaani kuna gap kubwa sana kiasi kwamba hata hivyo vilabu wetu vidogo vinajitahidi sana kwa sababu kuweza kubata na timu ambayo ina washambuliaji kama kina Depo ambao washakuwa mfungaji bora wa Chani. Kuna watu kama kina Libase Gweye, kina Ino Roemba. Kwa kuona klabu inaenda ina battle na wachezaji hao na kuweza kuchukua point, kwa ni jambo pia ambalo linaonyesha kwamba ligi yetu pia inakuwa na hata makocha ambao wanakuja ni makocha wenye ubora. Lakini unakiri Azam na Simba wanafanya uzembe wenyewe kuto kumfukuzia vizuri Yanga ambaye anatajwa kwamba amechoka, amedrop na vitu kama. Hakuna uzembe kwa sababu hata ukiangalia namna wanavyocheza sio kama hazichezi kutafuta points, zinacheza lakini inatokea kwamba kutana na mpinzani ambaye naye ameshakusoma vizuri. Vipi kama Azam na Simba angepitia hali inapitia Yanga? Huo unaitwa uchovu, sijui kushuka kiwango, kukosa bahati ya wachezaji muhimu, kucheza na ratiba mfululizo. Hii ingekuta Simba au Yanga, ingekuta Azam au Simba sasa hivi tungesema wako nafasi za 10 na kitu. Yaani kwa timu kubwa hasa Simba, Yanga na Azam na Singida pamoja, yaani timu ambazo inafika stage hutaki kocha kujitetea kwa namna yoyote, kwa sababu ni timu ambayo ina uwezo kusajili wachezaji wote na wenye ubora ule ule, kwa sababu kuna muda ukiangalia ni kocha mwenyewe tu ndo anaamua kucheza wachezaji wale ambao wamezoeleka, lakini ukiangalia hata wachezaji walioko bench na wachezaji wa level za ligi kuu, kwa sababu unavyoongelea leo kina Lasine kwa wachezaji wa level za ligi kuu, kina ukimwongelea Salmo Bakar Shabu amecheza Azam, anajua ligi kuu vizuri, na Faridi Musa. Kwa ni vile tu kocha yeye mwenyewe hataki kutumia machaguo mengi aliyokuwa nao, lakini sio kama kusema kwamba wachezaji hana. Kwa hiyo timu kubwa hazinaga kiteteo kwamba napitia fiziki, sijui majeruhi mengi. Kwa timu kubwa hiyo hakuna excuse namna hiyo. Kwa hiyo huenda hata Simba au Azam wangepitia changamoto hiyo, wangejua namna gani wanafanya. Sababu unaweza kuwa na wachezaji bora na bado ukapoteza mechi vile vile. Na unaweza kuwa na wachezaji ambao wanaonekana ni dhaifu na bado ukachukua point, kwa sababu inafika swala la kufunga, sababu kuna mpira ya kona, kuna faulo, si lazima afunge mshambuliaji, tuna mabeki, kuna muda mwingine magolikipa wanafunga pia. Kwa inafika stage kwamba kocha una cha kujitetea kwamba mimi sasa hivi napitia changamoto fulani. Na umeona ratiba jinsi ilivyo sasa, ilikuwa na ugumu. Baada ya purukushani masara yote waliopata Simba, Yanga na Azam, Jumamosi kesho Yanga anacheza tena mechi yake. Atakuwa uwanjani. Atakuwa ugenini na Mtibwa, Jamhuri Dodoma. Zidi ya Mtibwa. Alafu Jumapili Singida dhidi ya Azam kule Airtel Stadium Singida. Jumapili hiyo Simba dhidi ya TRA Dar es Salaam. Kwa ratiba ilivyokuwa na mbadano huu, kuna muda matokeo ambayo yanapatikana kwa ugumu kwa hizo timu inawezekana yanatokana na ugumu wa hii ratiba, hasa kwa klabu ya Yanga. Yaani sio kusema kwamba ni ugumu wa ratiba, lakini ni vile ambavyo timu inatakiwa ijipime uwezo wake, kwa sababu si tumeshazoea ule mfumo wa nyuma kwamba Simba na Yanga zinakaa at least wiki moja, wiki mbili zicheze game. Lakini sasa hivi ligi inakuwa, na ili uoneshe kwamba timu yako imekuwa, lazima uweze kucheza kwenye mazingira yote yale, iwe kwenye mvua, kwenye tope, hata kila baada ya siku moja. Cha msingi upate alama. Yaani kwamba cha msingi utafute alama, uoneshe ukubwa wako kwamba mimi niko tofauti na Mtibwa, mimi niko tofauti na KMC, mimi niko tofauti na labda na Pamba. Shukrani sana Frank Vegula kwa taarifa hiyo ya kimichezo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya michezo ndio inatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza tusikilize tena muktasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muktasari wake. Mwanasheria aeleza haki ya kudai fidia endapo utakutana na kesi ya kubandikizwa ya msingi. Na fidia unazoweza kudai ni zile fidia za jumla za mateso, kwa sababu kipindi hicho ulichokaa chote ni kuteseka, hukuwa huru kutoka kufanya mambo yako na shughuli zingine. Kwa hiyo unaweza kulalamika. Makamu wa Rais aagiza utafiti wa changamoto za wakulima wa miti. Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi ya utafiti wa misitu. Taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania TAFORI inatakiwa kufanya tafiti zitakazojibu changamoto mbalimbali ambazo wakulima wa miti wanakabiliana nazo. Wakimbizi Burundi warejea nyumbani washukuru Tanzania kwa hifadhi. Serikali ya Tanzania walituhifadhi, walitupokea vizuri. Mimi nitaishi vizuri kwa sababu nitakuwa niko nchini kwetu. Sawa. Mkataba
Kwa nukta hiyo, huu ndio mwisho wa Matukio Daima Habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Nikushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka muda huu ambao tumefika tamati. Nikukumbushe tu kwamba usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook pamoja na X kwa jina moja la Matukio Daima Media. Asante, uwe na siku njema. Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina... Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745 820310 ama 0678 886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.